mkubwa sana kwa siasa. Huku siku zikiyoyoma, makumi ya familia waliofurushwa makwao zitakuwa zikikaribisha mwaka mpya katika kambi kwenye shule ya umma kufuatia mzozo wa kijamii huko Ang'ata Barikoi, Transmara Kusini, kaunti ya Narok. Na huku shule zikitarajiwa kufunguliwa wiki ijayo, familia hizo ziko katika hali ya kuchanganyikiwa kwani watatakiwa kuondoka ili kupisha wanafunzi. Familia hizo zimelalamika kuwa hadi sasa hazijapata msaada wowote kutoka kwa serikali, kama anavyoarifu Ken Gashuhi. Kwa wiki kadhaa sasa, shule ya msingi ya Sankale imekuwa makazi ya muda kwa takriban familia 100 zilizofurushwa kwenye mzozo wa kijamii unaoendelea eneo la Ang'ata Barikoi, Transmara Kusini, kaunti ya Narok. Huku hali ya taharuki ikiwa bado imetanda, Miriam Koros, mmoja wa waliofurushwa makwao, atavuka mwaka katika mazingira haya yaliyo magumu. Watoto ni wawili, hata nimepata shida, ninalala samandi, na hakuna mattress, hakuna mabrangeti. Tunateseka sana. Watoto ni wagonjwa, tulali usiku na unajua tunalala kwa jini ya simiti. Wanakuwa wagonjwa kuanzia asubuhi mpaka jioni kama tunakaa kwa baranda tu hivi. Hata tunaomba serikali tusaidie dawa. Ingawa eneo hili limekuwa hifadhi salama kwa waathiriwa, familia hizi zinaishi kwa wasiwasi huku shule zikikaribia kufunguliwa wiki ijayo. Kwa sababu saa hii ni wakati wa kuenda kufunguliwa shule, na hii shule watoto lazima wakuje wasome hapa ndani. Kwa hivyo naomba serikali, yule mtu anahusika, mufanye haraka ili mtoe hao watu hapa na muhakikishie usalama yao mahali wanaenda. Maana hao wanataka usalama ijulikane imekaaje huko, ndio hao warudi manyumba zao. Familia hizi pia zimeisuta serikali kwa kuwatelekeza, wakisema kuwa hawajapata msaada wowote kutoka kwake, wakisalia kutegemea shirika la Msalaba Mwekundu na kanisa. Tunawashukuru wote ambao ni watu wa heri njema, hasa askofu wetu John Obala wa Jimbo Katoliki la Ngong kwa kutuma Padri Francis kutoka Ngong pamoja na wengine kutuletea chakula, kutuletea mavazi ambayo ni ya kuwasaidia wenzetu ambao wameathirika na yale ambayo yamekosesha amani katika maeneo haya. Waathiriwa hao sasa wameitaka serikali kuharakisha kurejesha amani katika eneo hili ili waweze kurejelea maisha yao ya kawaida. Ken Gashuhi, KTN. Tukiondoka kule Ang'ata